Presha ya Samia Suluhu imepanda baada ya ujumbe wa dharura mchana huu kutoka kwa Chama cha Demokrasia. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali na kusihi subscribe. Siku ambayo duniani kote wanawake ungana kuadhimisha mafanikio yao, kupaza sauti za haki na kuhimiza usawa katika jamii. Lakini katika manispaa ya Musoma mkoani Mara, siku hiyo ilichukua mkondo tofauti kabisa. Badala ya nyimbo, hotuba na ujumbe wa matumaini, mazingira yalibadilika ghafla na kuwa ya taharuki. Wanawake waliokusanyika kwa ajili ya kuadhimisha International Women's Day walijikuta wakitawanywa na mabomu ya machozi, wakikimbia katika mitaa ya mji huo, huku baadhi yao wakikamatwa na kuingizwa kwenye magari ya polisi. Ni tukio lililoacha maswali mengi, na maswali kuhusu haki ya wanawake kusherehekea siku yao, maswali kuhusu nafasi ya vyama vya siasa katika maadhimisho ya kitaifa, na maswali kuhusu mipaka ya mamlaka ya vyombo vya dola katika kudhibiti mikusanyiko ya kisiasa na kijamii. Na sasa, zaidi ya wiki moja baada ya tukio hilo, sauti mpya imeibuka kutoka ndani ya upinzani, na ni sauti kutoka kwa Baraza la Wanawake Chadema, chombo cha wanawake ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Katika taarifa iliyotolewa Machi tarehe 16 mwaka huu, katibu mkuu wa Bawacha Pamela Maasei amezungumzia kwa kina kile kilichotokea wakati wa maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yalikuwa yafanyike katika manispaa ya Musoma. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maadhimisho hayo yalikuwa yamepangwa kufanyika kwa ushiriki wa wanawake kutoka eneo mbalimbali ama maeneo mbalimbali ya Tanzania. Wanawake wengi walikuwa tayari kusafiri hadi Musoma kwa gharama zao wenyewe. Wengine walikuwa tayari wamefika, wengine walikuwa njiani, na wengine walikuwa wakijiandaa kushiriki katika shughuli zilizolenga kuzungumzia haki, maendeleo na changamoto zinazowakabili wanawake katika jamii. Lakini mipango hiyo ilikatizwa ghafla. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na Bawacha, tukio hilo liliingiliwa na Jeshi la Polisi Tanzania, ambao walitawanya umati wa wanawake waliokuwa wamekusanyika. Hatua hiyo ilihusisha matumizi ya mabomu na ya kutoa machozi pamoja na nguvu nyingine za kiusalama. Matokeo yake yakawa vurugu za muda mfupi ambazo zilipelekea baadhi ya wanawake kukamatwa na kupelekwa katika vituo vya polisi. Na kwa mujibu wa taarifa ya Bawacha, wanawake waliokusanyika Musoma walikuwa wamefanya maandalizi makubwa kwa ajili ya siku hiyo. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa kawaida hutumika kama jukwaa la kuzungumzia mafanikio ya wanawake pamoja na changamoto wanazokubaliana ama kukumbana nazo katika jamii. Na katika tukio hilo, wanawake kutoka maeneo mbalimbali walionekana kuwa na hamsa kubwa ya kushiriki hafla hiyo. Wengi wao walikuwa wamejitolea kusafiri kwa gharama zao binafsi, hatua ambayo ilitafsiriwa na Bawacha kama ishara mshikamano wa dhamira ya wanawake katika kuendeleza harakati za usawa na haki katika jamii. Lakini wakati maandalizi yakiwa yamekamilika, hali ilibadilika ghafla. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, polisi walifika katika eneo hilo lililopangwa kufanyia kwa maadhimisho hayo ya kuanza kuwatawanya wanawake waliokusanyika. Baadhi ya wanawake walikamatwa na kuingizwa katika magari ya polisi yanayojulikana kama karandiga. Wengine walikimbia katika taharuki, huku mabomu ya machozi yakirushwa ili kuvunja mkusanyiko huo. Katika mazingira hayo, taarifa ya Bawacha inaeleza kuwa baadhi ya wanawake waliokumbana na hali ngumu wakati walipokuwa chini ya ulinzi wa polisi. Miongoni mwa changamoto zilizotajwa ni matumizi ya pilipili kali pamoja na mazingira magumu ya kibinadamu yaliyoelezwa kukutana nayo baada ya kukamatwa. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, baadhi ya wanawake waliwekwa chini ya ulinzi wa polisi kwa zaidi ya saa 24, na katika kipindi hicho walidaiwa kukosa huduma muhimu kama vile fursa ya kuoga au kufanya ibada zao za kawaida. Siku ya wanawake duniani ni tukio la kimataifa linaloadhimishwa kila mwaka
tarehe 8 Machi, na ni siku ambayo hutumika kuenzi mchango wa wanawake katika jamii na kuhamasisha juhudi za kufikia usawa wa kijinsia. Na katika nchi nyingi duniani maadhimisho hayo hufanyika kupitia mikutano, maandamano ya amani, washa na vilevile shughuli mbalimbali za kijamii. Nchini Tanzania pia maadhimisho hayo yamekuwa yakifanyika kwa miaka mingi kwa ushiriki wa serikali, mashirika ya kiraia na vyama vya siasa. Lakini mara nyingi maadhimisho hayo pia yanaweza kuwa jukwaa la mijadala mikali kuhusu haki za wanawake na nafasi yao katika siasa na maendeleo ya taifa. Katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania, vyama vya upinzani mara nyingi hutumia majukwaa kama hayo kuzungumzia changamoto wanazoona katika mfumo wa kisiasa na kijamii. Kwa upande mwingine, vyombo vya dola vina wajibu wa kusimamia usalama wa utulivu na mikusanyiko ya hadhara. Hali hii mara nyingine imekuwa chanzo cha mvutano kati ya wanasiasa na vyombo vya usalama. Tukio la Msoma linaonekana kuwa sehemu ya mvutano huo mapema. Tukio hilo limezua mjadala mpana katika jamii kuhusu haki ya wanawake kushiriki katika shughuli za kijamii na kisiasa. Kwa upande wa BAWACHA, tukio hilo limeelezwa kama changamoto katika harakati za wanawake kupaza sauti zao katika jamii. Baraza hilo limeeleza kuwa wanawake waliokamatwa au kukumbana na madhila wakati wa tukio hilo wameonyesha ujasiri mkubwa katika kusimamia haki zao. Na kwa mtazamo wao, tukio hilo limeonyesha kiwango cha dhamira na mshikamano uliopo miongoni mwa wanawake wanaoshiriki katika harakati za kijamii na kisiasa. Aidha, BAWACHA imetoa shukrani kwa wananchi, wanachama wa Chadema na wadau wengine waliokuwa tayari kushiriki katika maadhimisho hayo licha ya changamoto zilizojitokeza. Shukrani maalum pia zimetolewa kwa viongozi wa Chadema na mkoa wa Mara pamoja na kanda ya Serengeti kwa ushirikiano walioutoa katika maandalizi ya tukio hilo. Kwa upande wa jamii, tukio hilo limeibua mjadala mpana kuhusu haki za mikusanyiko ya hadhara pamoja na uhuru wa kisiasa nchini. Ni mjadala unaogusa masuala ya demokrasia, haki za kiraia na nafasi ya wanawake katika uongozi na maendeleo ya taifa. Na licha ya changamoto zilizotokea Msoma, BAWACHA imeonyesha msimamo wa kuendelea kusimama imara katika harakati za kutetea haki za wanawake nchini. Baraza hilo limeeleza dhamira ya kuhakikisha kuwa sauti za wanawake zinaendelea kusikika katika mijadala ya maendeleo, usawa na haki katika jamii ya Tanzania. Kwa wanawake wengi wanaoshiriki katika harakati hizo, tukio la Msoma linaweza kuwa changamoto, lakini pia linaweza kuwa kichocheo cha kuongeza nguvu katika mapambano ya haki za kijinsia. Na katika historia ya harakati za kijamii duniani, matukio ya upinzani au vikwazo mara nyingi yamekuwa sehemu ya safari ya mabadiliko. Na kwa Tanzania, mijadala kama hii inaweza kuwa sehemu ya mchakato mpana wa kutafuta uwiano kati ya usalama wa taifa, uhuru wa kisiasa na haki za kiraia. Msoma imeingia katika historia ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mwaka wa 2026 na kwa tukio ambalo halikutarajiwa. Siku iliyokusudiwa kuwa ya sherehe, mshikamano na matumaini iligeuka kuwa tukio la taharuki na mvutano. Lakini katikati ya tukio hilo, jambo moja linaendelea kujitokeza wazi: azma ya wanawake kupaza sauti zao haijapungua. Na katika safari ya kutafuta usawa na haki katika jamii, sauti hii inaonekana kuendelea kuwa sehemu muhimu ya mustakabali wa Tanzania. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako ipendayo ambayo inakuletea taarifa hizi kwa kina na uchambuzi wa kina. Zidi kuwa nasi, zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.